It's a new day, it's a new vibe, new energy in the house. Yeah, tuko na mastori mengi, so unakometisha zaidi kama umesha subscribe hapo na kubonyeza alama kengele. Ma likes nini unakometisha zaidi na zaidi. Noma sana. Yeah. Bana tuko na story ambayo inamhusu mrembo. Unaitwa nani? Wewe unaitwa nani? Unaitwa Adabu. Kwani hatujui bwana? Kwani hatujua? Kwa imani kuna subscriber mpya. Mimi naitwa Adabu 13 bwana. Mimi naitwa Sammy baby. Unyama ni unyama. Tunaendelea na kazi. Yes. Sawa. Tuko na jambo linamhusu Nana Dolls, mmoja kati ya waigizaji, ma-influencer, wafanyabiashara, warembo, lakini pia ni brand ambassador, video vixen na nini, so mali mpaka amejenga nyumba. Ule ni ujasiriamali unajua. Ana magari. Ujasiriamali ule. Pia ni mama. Mzuri. Mrembo, ana vitu vingi. Si alikuwa kuna kipindi alidate na nani huyu? Nani? Yule mshikaji, kuna jamaa alikuwa date naye. Yule Mkenya au? Ile ikazua taharuki. Ikazua taharuki, baadaye akamkataa. Yaani maisha mambo yakawa mengi. Sema dada, kipindi hicho dada alipitia wakati mgumu kwa sababu kwa kimwata akiposti video zake hana nuru. Anaonekana alipigwa bonge moja la stress. Tukio lilikuwa zito. Heart breaking. Ya kutosha. Chezea wa Kenya wewe. I say. Wakisema imeenda hairudi. Wakenya wanapendwa nchi. Sijui kwa nini. Lakini Wakenya wanapendwa sana Tanzania. Wanapendwa. Ukiona hivyo basi jua wanatupia kitofauti. Ukiona hivyo? Wana vitu vya kitofauti. Sawa. 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 Nana Dolls kafanya nini? Kakinukisha. Hizi wine hakikisheni mnakunywa ambazo hazija expire. Alikuwa anakunywa maji. Maji? Maji si ya baridi ya kushusha nani? Ndio imekuja kama kipindi kile yule mtoto wa mwimbaji wa gospel unakumbuka alipoingia live na yeye naye. Ile glass tulijua ni maji. Kumbe usakawa mtu unakaa kitu kuna kamua kidogo mle ndani kaenda kufanya digestion tumboni kae vizuri. Hapo unakunywa mtu maji anakunja sura. Unajua sura umeikunja. Maji gani haya? Maji au umeweka maji ya chumvi. Maji umechanganya na sasa Nana Dolls bwana. Kupitia live yake ambayo imezua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Kweli nikaamini. Unajua Nana sio mwongeaji vile. Ukitaka kumuona Nana yuko na akili zake zile timamu kabisa. Dada fani anaongea kiupole sana. Afu sio mwongeaji sana. Lakini sishangai hata yale maji alivyokuwa sababu ni brand ambassador moja ya kinywaji hapa nchini. Kinywaji kikali. Kwa hiyo nahisi labda yale maji ambayo ndio na utumia brand ambassador yake vizuri. Na pia maji pia ni tangazo pengine. Labda ni tangazo. Ilibidi aingie live akiwa ameshika yale maji. Akitangaza. Naona mbele ni maji tu. Sasa maji lakini ilichachuka. Usikute pia yani alikuwa na glasi. Lakini kwa sababu ilibidi atangaze kabla ashike maji. Maybe. Lakini kwani kweli matumizi ya nini yalitumika? Yametumika yale yametumika. Unajua utakuja yale utakuja yametumika. Kuna lafudhi huwezi kuizungumza vizuri, lazima ulimi ukatae kuinuka haraka haraka. Ulimi nyo unakusaliti. Nilitaka kuenda yani niliona pia kuna wakati hata Zewe anavyoongea. Yaani ni kama tayari kichwa kishakuwa kizito. Yaani ushazidiwa na usingizi. Unatamani sasa mambo yaishe, masuala mengine yaendelee. Sasa moja kati ya kauli ambazo zimezoa utata. Hebu iseme bwana, mimi vitu vingine kuvisema hivi. Tumekaa kama kijana. Ni yangu inatumika ya kwangu. Na mtu kamuuliza, kamwambia bwana wewe utajiri wako huo, fedha unazopata, majumba, magari yote hayo unayapata kwa sababu gani? Sami alisema wewe alimuuliza unapata kwa sababu gani? Chanzo cha mapato yake usinifanyie hivyo. Kama ana nanili. Yes, amuuliza kama nani unadanga? Alimwambia kwamba yeye anadanga. Yeye anamwambia kwamba bwana wewe ni mdangaji.
Na hii imekuja ikiwa ni baada ya siku za huko nyuma. Nana Dolls aliweza kuposti nyumba yake. Mjengo ni wa maana, mjengo ambao ukiangalia hauendani hata na umri wake. Yani ni nyumba, sio nyumba, ni jumba. Ndio. Lakini pia akajinunulia gari jipya zuri, sio vizuri. Anaishi maisha fulani hivi ya kifahari. Sasa hiyo imewafanya watu wao wanajiuliza katoa wapi hela? Atuzani kama ni pesa ya video vixen inaingiza pesa hivyo. Basi kina nani hao wasingeenda kupanga kwenye apartment? Influencer gani unakuwa unamiliki nyumba kali kiasi hicho? Ambaye unaweza kuwa una pesa kiasi hicho ukamiliki jumba kali kiasi hicho. Jumba kali unataka kumzidi mpaka kichwa mviringo? Na nikukumbusha tu ndugu yangu. Nyumba yake haina bati la upanga. Nyumba yake iko hivi. Haichukui signal kutoka mbinguni. Ushane. Nyumba inapaka uwanja kucheza nanili. Tiali bado. Vioo imetawala kwenye nyumba. Nyumba kubwa kiasi kile. Nyumba kubwa kweli. Umetoa pasi. Yaani hizo ndo umetoa petimala. Kuna kipindi alizungumza geti mimi si hela si za bumu. Tujui ndo nilikuwa natumia saa nyingine na nini na save. Hilo boom gani hilo? Boom pack au boom nini? Au boom bam? Boom player. Boom ipi? Boom player. Boom ipi? Boom gani? Hiyo boom ya kusave kununua nyumba ya milioni 100 ngapi huko boom ipi? Hivi amenunua amejenga ile? Amejenga. Kwa hiyo from the scratch. Kwa boom gani hilo? Hiyo boom ambayo ukichukua leo kesho tu na kesho kutwa unapiga simu nyumbani. Unapiga simu Njombe. Kwa sababu tabia ya boom kishachukua tu inaisha. Inaga tabia kujizalisha. Sasa baada ya kusema hivyo ikabidi wafuasi wake ambao wamemfuata yani wafunguke tu, kwa sababu wanavyoviona vile vinaonekana viko wazi. Ndio kabisa, viko wazi. Niliziona comment. Ndio hiyo mtu akamwambia bwana wewe unachokifanya ni kudanga. Nana Doll ile jumba na magari mazuri ni shughuli ya udangaji. Shabiki huyo. Kwa kumbe sio zile ambazo tunazifahamu sisi. Kuna watu wanajua shughuli za watu. Watu wanazifahamu, wanafuatilia. Wanafuatilia. Sasa unajua ukweli unauma. Ukweli humweka mtu huru. Ukweli unauma. Ukweli unauma. Yaani wewe ukiwa chumbani kwako hupigi deki. Mwenyewe unajionea sawa, lakini mtu akija kwambia mwanangu bwana hiki chumba apiga deki bwana. Pige. Hamna vumbi hakuna humu. Kaka deki piga humu kuchafu. Kwanza nakaa mwenyewe tu uchafu. Lakini moyoni ukaniambia ukweli kweli humu kuchafu. Tena kusuga akafanya hata chini hivi uangalie. Ukweli kuchafu. Kwa hiyo ukweli unauma, na mtu akwambia ukweli basi hakikisha unaufanyia kazi. Ndio. Usitake kubishana nao, usitake kuweka majivuno kwamba sawa basi pachafu potelea pote. Ndo ambacho Nana Dolls amekifanya. Amejibu nini sasa? Akajibu akasema sawa, ndio ni ya kwangu inatumika, ni ya kwenu sasa nyie mtumie za kwenu. Nini? Simu? Nini? Akili? Au akili mnemba? Au AI? Au gari? Au hela alizojengea nyumba? Ipi hiyo? Kamusi au? Au ile biashara yake? Biashara gani? Anatuvuruga Nana Dolls. Na nyie mtumie za kwenu. Tumieni za kwenu. Inatumika ya kwangu. Ndo kauli ya Nana. Ipi sasa? Akili bwana, mtoto ana akili yule. Wewe kujenga ile jumba fikiri mchezo. Mtoto ana akili yule. Bwana. Kwa hiyo akili inatumika ya kwake, nyie mtumie za kwenu. Ndio inatumika alivyosema, inatumika asubuhi na mchana na usiku. Akili hailali, unalala mwili tu, akili hailali. Au mganga? Bwana anatumia akili. Mganga wake labda halali. Anatumika asubuhi, mchana na usiku. Au mikono. Au mikono. Usikute mikono. Lakini mikono huwezi kuisemea hivyo. Mikono Kiswahili fasaha huwezi kusema inatumika. Unatumika au? Lakini kweli. Ila ukiangalia kweli inatumika. Kwa jinsi unavyomuona Nana. Inatumika? Akili?
Akili na dozi. Sababu dada fulani hivi. Lakini kwa nini na nyinyi waume na dozi akitumia ya kwake? Eti inaumiza nini? Na usitumie ya kwako? Kipi kinakuumiza kumana na dozi anatumia ya kwake? Tumia ya kwako na upate fedha. Muda wewe mpaka sasa hivi miaka 30 unakaa kwenu. Hivi unajua anawa-inspire watu wengi sana. Wadada wengi anawa-inspire. Imagine wadada ambao wako majumbani, wanatumia simu. Wako vioni, wengine wanatamani kuacha kazi zao wafanye uigizaji, wanakuwa inspired na kile alichokisema na Dolls kwamba na nyinyi za kwenu itumieni ya kwenu. Amewa-inspire mabinti wengi wenye rika kama la kwake kutumia pia za kwao. Kutumia za kwao. Busy tu kukesha kusoma chuo, akili pia. Labda pengine kuna watu wameelewa tofauti na tulivyoelewa sisi. Unajua tunaweza tukajifanya tumeelewa. Labda kuna watu wameelewa zaidi. Mimi unalazimisha kuelewa kwa mara nyingine. Mimi nilivyoelewa kwamba Nana Dolls anasema ya kwake inatumika. Nyinyi na wauma nini? Inatumika ya kwake. Ndio. Maumivu anayapata sasa maumivu yanatoka na nini? Kichwa kinauma ukiwaza sana kuhusu pesa. Akili naoga inachoka. Ndio maana akasema. Mimi kwa akili yangu ndogo. Kwa elimu yangu ndogo nilikuwa nayo. Kila nikileta kuweka akili na goma. Unataka kuweka nini bro? Yaani kitabu inagoma kabisa hapa katikati. Basi sawa, inatumika degree yake. Mwenyewe mtumie za kwenu. Degree wapi? Degree hiyo tu peke yake. Yaani kisa cha kusema kwamba Kama unalazimisha. Yaani kisa cha watu kusema kwamba kwani ngoja, mdangaji anapataje fedha? Tuanzie hapo. Mdangaji anapataje hela? Akili na connection. Kivipi bwana? Bwana wewe vipi? Mdangaji anapata, ngoja tuweke sawa, kwa sababu wadada wengi wa mjini wanasema nadanga. Udangaji upoje? Udangaji, neno kudanga, kudanga sio tafsiri yake, lakini mimi ninavyojua kudanga ni mwanamke kujipatia fedha kwa njia ya kumlagai mwanaume, aidha makubaliano baina yake yeye na mwanaume au kwa kumscam. Kumscam ndo nini? Kama kumtapeli. Kwa mfano, nakuja Dodoma kesho. Nitumie nauli. Nauli shua. Kio ukipiga simu, namba inatumika. Bwana danga langu nimelichuna. Tayari kashamuitoe danga na kashamdangia na kashachukua hela. Mimi ndo naamini hivyo. Kwa hiyo kuna udangaji huo wa makubaliano kwamba bwana mimi nadangiwa. Yaani kuna wanaume wengine ukikaa nao hivi. Sasa kwenye vitu mwanamke anamdangia. Kuna wanaume pia wanadanga. Wengine pia wanadanga Sasa kama maisha magumu wafanye nini? Sasa ndo tunapata tafsiri ya neno kudanga. Kwa kudanga ni kujipatia manufaa ama fedha ama kipato kupitia mtu mwingine. Kuna kutapeli pia makubaliano. Ambako pia kuna kitu kitatumika. Ndo kitu gani sasa? Uwezi kwenda kudanga wewe ufike pale. Ucheke tu. Unamdangia na unacheka. Nani anakubali mdangie kwa kucheka? Vitu hapendi hivyo. Lazima kuna vitu pale vifanyike. Sasa uwezi kufika tu. Mimi nimeshakuita sasa unanichekea hiyo. Sasa ndo nimekuja kudanga. Ndo kinatumika kitu gani sasa? Ndo tuweke sasa, tutoke kule ambapo tunasema akili. Kama ni kweli kasema ni ndio, sasa kama ina danga lakini haitumiki, ya kweli inatumika ya kwangu, wewe nakuuma nini? Akili. Ndio hapo pia kumlagai mtu bila kutumia akili ujue. Ni vitu ni vigumu sana. Lakini Nana kamaliza utata. Kamaliza utata. Mlitaka wape jibu, kashawapa jibu tayari, kasema ndio. Kafunga mjadala kwamba shughuli anazozifanya huenda asijajenga ile nyumba. Jinsi ambavyo watu walizungumza na yeye amethibitisha inatumika ndio. Mimi kwa kuwapenda mashabiki wa Gossip Table kwa jinsi ninavyowajali na kuwapenda, hapana. Tusikilize wote. Kama kutakuwa na lolote watu watanifuata pengine kwa kile ambacho nimekifanya hapa kama makosa, basi watanisamehe, lakini kwa the way ninavyowapenda wana Gossip Table. Unataka uambie nini? Mimi nawasilisha hii sauti ya Nana Dolls. Alivyozungumza hapa. Ili tuende vizuri. Twende vizuri kabisa. Nana huyo kaja. Ngoja tuanze.
kudangia. Nimejijengea nyumba yangu. Nimetumia gari yangu. Nimenunuliwa gari. Unaumia nini wewe? Asa wewe unaumia nini? Yaani kuna muda nakaaga tu mtu anakukomentia afu unataka kumuuliziwa sasa wewe nidange mimi. Inatumika ya kwangu mimi. Mama. Wewe unaumia nini? Tena huyo. Nitafute njia. Unakasirika nini? Au umechukia nini? Kwa sababu kuna watu na wakomentiaga tunauliza, "Asa umekasirika nini?" Kwa sababu nakaa najiuliza na changanua ile comment. Kwenda huko umetumia kei kudanga. Namuuliza, haya nimetumia kei yangu kudanga. Asa umekasirika nini?" Mimi nimekuja hapa mimi kukwambia kwamba sidangi, sijatumia kei yangu kudanga. Wewe unakuja kunikomalia, umedanga. Haya nimedanga. Unaumia nini? Unakasirika nini? Mwenzako kadanga huko umjui, kei yake ametumia kei yake. Sasa haya, wewe unakasirika nini? Wewe unaumia nini? Wewe unachukia nini? Ni kei yako. Ndio ile malai anakuambia sawa, ni kei yako. Hapo anakunywa maji. Hatari sana. Hatari. Uone sasa anachomaanisha ni kitu gani? Aya, ni nini hiyo sasa? Amesema yeye basi. Au kichwa. Au koromelo. Au kongosho. Kute pia kiuno. Labda. Uone kuna watu pia ni wanatoa show zao huko kwenye majukwaa, kwenye nini, kupitia kiuno mtu anapata pesa. Au kisigino. Usikute pia kidevu. Itakuwa ni kiwiliwili. Basi sawa, tuambie alichokuwa na maanisha kingine hapa. Pengine labda sisi pengine sisi hatujaelewa zaidi. Sisi tunahitaji kueleweshwa. Kama mtu umeelewa. Au naomba kunywa maji? Hapana, mimi ni maji. Sijaka naona shirikiana naye kunywa maji. Mimi juisi inanitosha sana. Nahitaji maji, hasa maji yale makali hapana. Lakini uhalisia ndio huu hapa. Tumekusikilizisha sauti ili sisi tufunge huu mjadala na wewe ukiwa umesikia kile ambacho tumezungumza. Na ndio sana akili kujua ni nini anakuwa na maanisha hapo sasa ila adabu. Mimi yako mambo kwa ushahidi, kwa sababu tunakuwa tuna mambo wamesikia ile sauti. Bwana kaongea kitu gani hiko hapo? Mimi yako kilanga shwa. Endapo kutakuwa na lolote wana gossip, tuko pamoja, tunashikana hivi. Na nani? Tunashikana hivi. Na nani? Wewe nani adabu? Niko na Sami hapa. Niache, yuko mwenyewe. Kabla kipindi tunakaa chini tunazungumza kitu gani tukiwasilisha. Tukizungumza kwenye hili. Tunawasilisha. Sauti. Tulikubaliana? Ulinishirikisha? Hisi surprise kwa watazamaji. Ila mimi hujanishirikisha kuweka sauti. Tumesikiliza. Umesikia au hujasikia? Mimi sikusikia. Umesikia? Wote mahali ulimshirikisha. Wote yani ni team nzima. Ya kufanya nini? Sauti uliplay mwenyewe, kama una play nini ndugu yangu? Mimi unajua una play beat kwa mbali tu. Twende vizuri. Kumbe unamweka na dola. Ukija usafiri wa bure hapo ndio tunaondoka. Jamani, sawa, ilikuwa ni Gossip Table. Hope tayari umesha subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Una like, una share, comment zaidi. Mimi ni W13. It's a girl Sami baby, pia Instagram utufuata kule na TikTok 69 Media TZ. Behind the camera Mawala Vision. Bye bye.